Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV, zifuatazo sasa ni habari za saa. Mimi ni Sara Bakalalwa, karibu. Viongozi wa vyama 20 vya msingi vya ushirika vya wakulima mkoani Iringa wameshtakiwa mahakamani kwa nyakati tofauti katika kipindi cha miaka 4 kutokana na ufujaji na uchepushaji fedha, mali pamoja na pembejeo zilizokopeshwa kwenye vyama kwa ajili ya wanachama wao. Kuna mbolea zimeuzwa, baadhi ya wanachama wasiokuwa waaminifu au viongozi wametumia zile fedha kwa ajili ya mauzo ya mbolea, kwa hiyo nao kumeenda kuzalisha madeni. Lakini kuna hatua ambazo tunachukua, mojawapo ni kuwapeleka kwenye vyombo vya dola kushirikiana na taasisi ya TAKUKURU kuweza kusanya madeni au kuwafanya kwenye vyombo vya sheria. Wakishafika kule wana mawazo yao kwamba mimi ninachotaka hapa nipige hela, nifanye 1, 2, 3. Kwa hiyo mwisho wa siku vyama vinaporomoka kutokana na viongozi kutokuwa na maadili, kutokuwa waaminifu, wanachukua mikopo mikubwa, wanashindwa kuirejesha kwa wakati. Madeni mengi ambayo wakulima wanakuwa wanadaiwa ni kwa sababu wamekuwa wakipewa fedha zinazowazidi uwezo wao. Kwa mfano, au labda amepewa pembejeo na wengine wamekuwa wakitorosha pembejeo, baada ya kupeleka kwenye mazao wanatorosha. Lakini tukijifunza historia na uwezo wake kupitia hawa viongozi, tutapata nadhani suluhisho, tutasogea, tutapiga hatua mojawapo ya kusonga mbele. Tukiimarisha ushirika katika mkoa wetu wa Iringa, itakuwa ndio njia sahihi ya kuwabomoa na kuwabomoa wazembe na wasiofanya kazi na kuwakomboa wananchi na wakulima kutoka katika lindi la umaskini wa kuwa ushirika wao unaweza kuwawezesha kufanya mambo mbalimbali yakiwepo kupata mitaji, kupata pembejeo za kilimo kwa bei nafuu, kupata masoko kwa urahisi na kuondoa kasumba ya wafanyabiashara wakubwa kuwaonea wakulima na wananchi katika masuala ya bei na mitaji katika maeneo yao. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka viongozi wa mitaa pamoja na watendaji wa mkoa kuhakikisha wanashiriki vyema katika masuala ya ulinzi na usalama katika mkoa, kutathmini hali ya maendeleo na kuimarisha ulinzi mitaani. Kwa hiyo jukumu hili la usalama ni jukumu la kila mmoja, na ndio maana narudia kwamba nguvu ambayo ilishawahi kutumika mahali popote katika kulinda amani ilikuwa ni majaribio ya kuona, je, jambo lolote likitokea katika taifa letu tunaweza. Lakini amani ya taifa letu hailindwi kwa compromise, inalindwa kwa kila aina na kila namna. Upande wa usalama ametuhimiza tukaanzishe vikundi vya ulinzi shirikishi. Kwa wale ambao hawakuwa na hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi, tukaanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi kwa ajili ya kulinda wananchi na mali zao. Kwa hiyo sisi tumepokea maelekezo na tunakwenda kusimamia. Nilianzisha polisi shirikishi, mpaka sasa hivi na amani na salama. Sio kama pale mwanzo alikuwa kuna ujambazi, udokozi. Sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, tunashirikiana na wananchi pamoja na polisi shirikishi ambalo tumelianzisha pale kwangu. Na changamoto ya vifo vya mama na mtoto imetajwa kupungua kutokana na jitihada za pamoja kati ya serikali na wadau wa sekta ya afya nchini ambazo zimeendelea kuleta mabadiliko chanya katika jamii na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya karibu na wananchi, hususan huduma za uzazi salama na ufuatiliaji wa karibu wa wajawazito. Ndiye mmekuwa wa kwanza kuongeza bidii zaidi kwa kuanzisha jengo hili la mama na mtoto ambalo litakwenda kutimiza maono ya kupunguza vifo vya mama na mtoto. Jengo hili tuliozindua leo na huduma zake litakwenda kuchangia lengo hilo, kwa sababu mama na mtoto watapata huduma hapa. Hospitali imeendelea kuwekeza katika kuboresha miundombinu yake ili kuendana na ongezeko la mahitaji ya huduma za afya. Katika kipindi hiki tumefanikiwa kufanya ukarabati na maboresho ya majengo mbalimbali muhimu, ikiwemo jengo la wagonjwa wa nje OPD, jengo la wagonjwa wa ndani pamoja na majengo ya chuo cha uuguzi. Na sisi tunawashukuru sana Wizara ya Afya, lakini pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika mashirikiano hayo pamoja na mambo mengine, hapa wapo watumishi ambao wametoka serikalini na kuja kufanya kazi hapa kuungana na baba askofu, lakini pia kuungana na sasa hivi katika kutoa huduma kwa wananchi.
Mtazamaji, tumefika mwisho wa habari za saa kwa siku ya leo. Basi hivi punde meza huru itafuata na mada ambayo inajadiliwa ni kilimo na mbegu bora. Endelea kuangalia ITV.